Mheshimiwa George Mcheche Masaju, Mheshimiwa Daniel Siro, Naibu Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Hamis Ramadhan Abdallah, Jaji Mkuu wa Zanzibar, Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Juma Zuberi Omera, Waziri wa Katiba na Sheria, ndugu Moluli Majula Maendeka, Katibu Mkuu Ikulu, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mliopo nasi, Dr. Mustafa Siani, Jaji Kiongozi, Mheshimiwa Jaji Sivangirwa Mwangesi, Kamishna wa Maadili, Mheshimiwa Albert John Chalamila, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, viongozi wote wa serikali mliopo hapa, ndugu wanahabari, wageni wetu waalikwa, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Kwanza ni shukrani kwa Mwenyezi Mungu tujalia kuwa na afya njema kukutana hapa kwa kazi ya kuapisha majaji wetu wa Mahakama ya Rufaa. Lakini vile vile niwapongeze majaji wote mlio hapa leo. Dhamana mliopewa ni kubwa na ya heshima kwa taifa letu katika kuwatumikia wananchi. Hongereni sana. Uteuzi wenu unatokana na uzoefu, weledi na utumishi mlioonesha katika nafasi zenu mbalimbali mlizotumikia. Nazikumbuka sura nyingine hapa nilishaziapisha nadhani leo mara ya pili. Kama sio ya tatu. Ina maana kipindi nilichokuweko mimi ulishapanda, ukapanda, umepanda katika ngazi hii ya leo. Lakini pia hii ni ishara kwamba mmefanya kazi nzuri na Tume ya Utumishi wa Mahakama imetambua kazi yenu na imewapendekeza kupandishwa katika ngazi hii. Kwa hiyo ni imani yangu kwamba kwa heshima hii mliopewa mtafanya kazi kwa bidii zaidi. Nendeni mkaongeze nguvu katika Mahakama ya Rufani kwa kutambua umuhimu wa haki kama msingi wa amani, utulivu, lakini pia maendeleo ya taifa letu na ustawi wa wananchi kwa ujumla. Haki ndiyo ina prevail katika yote haya. Nendeni mkaitumikie nchi kwa uadilifu, weledi na uzalendo kama mlivyo hapa. Mmeapa mtafanya kazi bila upendeleo, huba, chuki. Hasa bila upendeleo kwa sababu kazi yenu ina rules zake na nini. Kuna haka kahuba na kachuki sijui. Hicho ndo mnataka mkajitizame vizuri ndani yenu katika kutoa maamuzi ya hukumu zenu. Na niseme kwamba dhamana hii sio ya cheo tu. Ni wajibu wa kulinda haki za Watanzania. Katika maamuzi yote mnayofanya, kumbukeni kauli hii, kwa kuwatumikia wanadamu ni kumtumikia Mungu. Na nimeshawaambia mara kadhaa kwamba kwa hapa duniani ukiacha Mungu anayesimamia haki za wote, wengine ambao Mungu amewateua kusimamia haki za wenzenu ni nyinyi majaji katika ngazi zenu tofauti. Kwa hiyo mnafanya kazi kubwa na niseme wajibu au dhima. Mna dhima kubwa kwa nchi hii katika kutenda haki, kuhakikisha haki za wananchi zinapatikana, lakini si tu za wananchi, hata haki ya kusimamia taifa lenu iko mikononi kwenu. Kwa hiyo wale wenzetu wanasema the service to humanity is serving to God. Kwa hiyo mnapohudumia wananchi kusimamia haki, mnatumikia kazi ya Mungu pia. Ndugu zangu, kwa kutambua muhimu wa swala la utoaji haki, serikali imeendelea na itaendelea kuchukua hatua za kuimarisha uwezo wa mahakama zetu Tanzania ili iweze kusimamia vizuri eneo hili na kwa ufanisi. Kwa muktadha huo, uteuzi wenu kuwa majaji wa Mahakama ya Rufani ni sehemu ya jitihada hizo za kuongeza ufanisi katika mhimili huu muhimu. Tumefanya mengine mengi
na nyinyi ni mashahidi kwamba mahakama zimebadilika kwa kiasi kikubwa, zimeendelea kwa kiasi kikubwa sana katika miaka hii ya karibuni. Kwa hiyo sasa ni kuongeza watu wenye dhamira ya kufanya kazi, wenye uwezo wa kufanya kazi, lakini wanaosimama kwenye mstari mzuri wa haki. Mahakama ya rufani ndio ngazi ya juu kabisa katika utoaji haki katika nchi yetu. Kwa hiyo kila uamuzi mnaotoa una uzito mkubwa, si kwa wahusika washauri pekee, bali pia kwa taasisi zetu, mwenendo wa jamii na tafsiri pana ya sheria nchini. Yote yanawaangalia nyinyi kama wasimamizi wa haki kwenye taifa letu. Hivyo basi, nendeni mkalinde heshima na uhuru wa mahakama, lakini pia muendelee kuimarisha uwajibikaji, nidhamu na maadili ndani ya mhimili huu muhimu. Uhuru huu una thamani pale unapoenda sambamba na uadilifu na ufanisi na utendaji wenu unaoangalia pia uzalendo kwa nchi yenu. Mnapotoa maamuzi, taifa kwanza, nchi kwanza, alafu then mtakwenda kwenye mambo mengine. Napohitimisha, nirudie tena kuwapongeza na niwaombe sana mwende mkafanye kazi kwa uadilifu, weledi, busara na hofu ya Mungu kama viapo vyenu vinavyowataka. Na baada ya kusema hayo, natakia utekelezaji mwema wa majukumu yenu. Hongereni sana, poleni kwa kazi, takia kila la kheri. Asanteni sana. Asante, naomba tuinuke na kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa makofi mengi. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, naomba uridhie